بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. نعم، وتوفيق يا الله سبحانه وتعالى tunaendelea na somo letu la ulumul Qur'an, na leo tupo ukurasa nambari 37. Lakini kabla ya kwenda mbele, huku nyuma kuna tamshi tulilisoma mutarriqan. Tamam. Sasa halisomwi mutarriqan, ni mutriqan basi na shadda. Nini ni mutriqan basi na shadda? Kwa hiyo paekeni sawa hapo. Maana ni ile ile, lakini utamkwaji ni mutriqan sawa sawa hakadha. Naam, tunaendelea. ويكره قطع القراءة لمكالمة أحد، يعني كراهة kukata kisomo limukalamati ahadin, kwa ajili ya kuanzisha mazungumzo na mtu yoyote yule. Hii ni karaha. Taban, kikawaida mtu anapokuwa ameamua kusoma Qur'ani huwa hana ratiba ya kuzungumza na mtu mpaka amalize kusoma. Tamam, hakadha. Lakini inapotokea anakuja mtu anataka aanzishe mazungumzo na wewe, usizungumze naye. Kuzungumza naye haimaanishi kwamba amekusalimia usimsalimie, au amekuambia kitu hata kama ni cha sekunde usimjibu. Hapana, kuongea naye ni kwamba wewe kufunga mlango wa kusoma Qur'ani, kufungua mlango mwingine wa mazungumzo. Tamam. Anaweza akaja mtu akaanzisha mazungumzo, akamwambia afwan, malizia kusoma Qur'ani kisha tutaongea. Haina shida yoyote hapo, haujakata kisomo. Kwa sababu gani? Pia haujaanzisha mlango wa mazungumzo, bali umetoa udhuru wako. Tamam. Kwa hiyo anapotokea mtu anataka kuanzisha mazungumzo na wewe wakati ambao wewe unasoma Qur'ani, ni karaha wewe kukata kile kisomo kwa ajili ya kuanzisha mazungumzo na mtu huyo. Tamam. Amekusalimia na wewe msalimie, kisha toa udhuru wako, ambaye nasoma Qur'ani, nikimalizia tutazungumza insha Allah taala. Tamam. Lakini utaangalia na hali, Tamam. Lakini pia unaweza kuwa umekaa unasoma Qur'an, mtu akapiga simu bwana, huwa mara nyingi haujui ni kitu gani kilichokuwa nyuma yake. Tamam. Unaweza ukapokea ukasikiliza, au ukamwambia kwa maneno 1 2 3, kuna jambo kidogo hapa nikimaliza nitakutafuta. Tamam, hakadha. Lakini pia siku hizi kuna njia nzuri ya kumfahamisha mtu kwamba upo katika jambo. Mtu anapiga simu kwa kuwa upo katika kisomo cha Qur'ani au upo katika dua au katika dhikri, unaipokea ile simu, unamsikilizisha kile kinachoendelea. Kama hana jambo la muhimu sana, mwenye atakata atajua tu huyu mtu sasa anafanya jambo kadhaa. Tamam. Kwa unaweza pia kutumia njia hiyo, ukapokea ile simu ukamsikilizisha kama nasoma Qur'ani mimi. Tamam. Kwa kuwa hata kwa jambo la msingi sana au jambo la haraka sana, atakata tu mwenyewe, atajua huyu mtu anasoma Qur'an. Lakini kama jambo la msingi utasikia pia, atakwambia kuna 1 2 3 akuomba. Tamam, hakadha. Lakini jambo hilo ni karaha, sio haram, lakini ni karaha. Kwa yukrahu qat'u al-qira'a li mukalamati ahadin, ni karaha kukata kisomo cha Qur'ani kwa ajili ya kuanzisha mazungumzo na mtu yoyote yule. Qala al-Halimi, amesema al-Halimi, lianna kalam Allah, kwa sababu hakika, lianna kalam Allah, kwa sababu hakika maneno Mwenyezi Mungu, la yanbaghi, haitakiwi, an yu'thara alayhi kalamu ghairihi, la yanbaghi, haitakiwi, an yu'thara alayhi, yatanguliwe, kalamu ghairihi, na maneno ya mtu mwingine. Tamam. Kwa hiyo unapokuwa unasoma Qur'ani kisha akaja mtu kutaka kuanzisha mazungumzo na wewe, unapokata kile kisomo ni kana kwamba umeyatanguliza maneno ya mtu mwingine kuliko maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana kitendo hicho kikahukumiwa kwa karaha. Tamam, hakadha. Wa ayyadahu al-Baihaqi, na akayatilia nguvu maneno haya al-Baihaqi, al-Imam al-Baihaqi, bima fi sahih, bima, kupitia ile hadithi fi sahih iliyo katika sahih inayosema kana ibn Umar, alikuwa ibn Umar, hadithi inayosema kana ibn Umar, alikuwa ibn Umar idha qaraa al-Qur'ana,
pindi anaposoma Qur'ani, lam yatakallam, hazungumzi chochote, hatta yafragha minhu, mpaka amalize kuisoma Qur'ani. Tamam. Wa yukrahu aidan aldhahiku walabath, wa yukrahu, na ni karaha aidan vile vile aldhahiku, kucheka, walabath, na kuleta mchezo. Abath ni mchezo. Tamam. Kwa maana mathalan mtu unasoma Qur'ani huko unacheza na mtoto sawa sawa, au unasoma Qur'ani huko unachezea simu, sawa sawa, huo ni mchezo. Huo ni karaha kufanya hivyo. Tamam. Hakana kucheka kunafahamika. Wanadharu, na kuangalia, ila ma yulhi, ila ma, kile ambacho yulhi, kinapumbaza. Tamam. Huo ni karaha kusoma Qur'ani huku mtu ukiwa unacheka au unaleta mchezo wa aina yoyote ule. Wanadharu ila ma yulhi, na kuangalia kile chenye kupumbaza. Unasoma Qur'ani unaangalia TV, unaangalia mpira, unaangalia mchezo, filamu, hicho kitu ni karaha. Tamam. Hakifai. Wala tajuzu qira'atu al-Qur'ani bil ajamiyyati mutlaqan, wala tajuzu, na wala haijuzu qira'atu al-Qur'ani, kusoma Qur'ani bil ajamiyyati, kwa lugha ambayo si ya Kiarabu, mutlaqan, moja kwa moja. Sawaun, sawa sawa, ahsana al-arabiyyata am la, sawaun, sawa sawa, ahsana al-arabiyya, huyo mwenye kuisoma Qur'ani kwa lugha nyingine, ahsana al-arabiyya, anakijua Kiarabu am la, au akijui Kiarabu, ni karaha. Kwa maana vipi? Mfano wake suratul Fatiha, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin. Mtu akasemaje? Naanza kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Kila jinsi ya sifa njema na mstahiki Mwenyezi Mungu, mola wa viumbe wote, mwingi wa rehema na mwenye kurehemu, mfalme wa siku ya malipo. Yeye ndiye tunamwabudu na yeye ndiye tunayetaka msaada. Hiyo haifai. Kwa sababu gani? Unakuwa unaisoma Qur'ani kwa lugha ambayo si ya Kiarabu, na Qur'ani imeteremshwa kwa lugha ya Kiarabu, tena moja kwa moja. Basi bora hata hiyo unatoa darasa haina shida hiyo, lakini wewe hautii Kiarabu popote, wewe unaisoma kwa lugha yako tu ambayo si ya Kiarabu, hiyo haifai. Tamam. Ni karaha. Kwa wala tajuzu qira'atu al-Qur'an, na wala haijuzu kuisoma Qur'ani bil ajamiyya, kwa lugha nyingine ambayo si Kiarabu, mutlaqan, moja kwa moja. Sawa sawa sawa, ahsana al-arabiyya, huyo mwenye kusoma Qur'ani kwa lugha nyingine anajua Kiarabu am la, au hajui. Maana sawa sawa, au anajua Kiarabu au hajui, lakini haifai. Fi salati, ndani ya swala, fi salati, ndani ya swala, am kharijiha, am kharijaha. Tayeb, fi salati, ndani ya swala, am kharijaha, au nje ya swala. Kharijaha imekuja ikiwa ni dharfu. Tamam. Kwa ni mansub. Kwa fi salati, ndani ya swala, am kharijaha, au nje ya swala, haifai. Wala tajuzu alqira'atu bishadhi, na wala haijuzu kusoma Qur'ani bishadhi, kwa kisomo ambacho hakijatiliwa nguvu. Tumesoma kule nyuma masala ya qira'ati, kuna virama vya shadhi, maana vimepokelewa lakini havijatiliwa nguvu, havijathibitishwa kwamba Qur'ani inasoma kwa namna hii. Tamam. Kwa hiyo haifai kuisoma Qur'ani kwa visomo vya namna hiyo. Wala tajuzu alqira'atu, na wala haijuzu kusoma Qur'ani bishadhi, kwa kisomo ambacho hakikutiliwa nguvu, kwa kisomo hichi ni kisomo kilichothibiti. Tamam. Hakadha naqala Ibn Abd al-Barr, naqala amenukuu, kwa maana amepokea. Naqala amenukuu, kwa maana amepokea. Ibn Abd al-Barr al-ijmaa ala dhalika, amepokea Ibn Abd al-Barr al-ijmaa, amepokea ijmaa ya wanawazuoni ala dhalika, juu ya jambo hilo, kwamba haijuzu kusoma Qur'ani kwa kisomo ambacho hakikutiliwa mkazo, hakikuthibitishwa moja kwa moja kwa maneno kimeswihi. Tamam. Hakadha. Wa yukrahu ittikhadhu al-Qur'ani ma'ishatan yatakassabu biha, wa yukrahu ittikhadhu al-Qur'ani, na ni karaha kuifanya Qur'ani ma'ishatan, kuifanya ndiyo chumo la maisha. Yatakassabu biha, anatafuta kipato mtu, biha, kupitia kuisoma hiyo Qur'an. Tamam. Yukrahu ittikhadhu al-Qur'ani, na ni karaha kuifanya Qur'ani ma'ishatan, kuifanya ndiyo kitu cha kutafutia maisha, kitu cha nini, cha kukupatia wewe kipato cha kimaisha.
tamam, yatakassabu biha, mtu akawa nini, anapata kipato cha kimaisha biha, kupitia kusoma Qur'ani. Hiyo ni karaha. Na hapa anakusudiwa mtu gani jamani? Anakusudiwa yule mtu ambaye yeye hajishughulishi na lolote lile, hajishughulishi na lolote, yeye atakawasomea watu Qur'ani wampe hela tu, tamam, hiyo ni karaha. Lakini mtu ana shughuli zake nyingine, anafanya biashara, ana kazi, ameajiriwa, anasomesha Qur'ani, hiyo haina shida yoyote, tamam. Kwa maana kuna watu walikuwa wakiomba watu wengine kupitia Qur'ani, yaani mtu afanye kazi yoyote sawa sawa, yeye ataka apate kipato kupitia ile Qur'ani kusoma kwake, hilo jambo ni karaha. Wa akhraja al-Ajurri min hadithi Imran ibn al-Husayn radiyallahu anhu marfu'an man qara'a al-Qur'ana falyas'al Allah bihi. Wa akhraja, na amepokea al-Ajurri min hadithi Imran ibn al-Husayn, kupitia hadithi ya Imran ibn al-Husayn radiyallahu anhu, Mwenyezi Mungu amridhie, marfu'an, ikiwa ni hadithi marfu'. Amepokea hadithi inayosema man qara'a al-Qur'ana, hadithi ya Mtume anasema, tamam, man qara'a al-Qur'ana, yoyote yule ambaye atakayesoma Qur'ani, falyas'alillah bihi, basi na muombe Allah bihi, kupitia Qur'ani. Fa innahu, kwani hakika yake, sayati qaumun, watakuja watu kwa mbele, yaqra'una al-Qur'ana, watakuwa wakiisoma Qur'ani, yasaluna an-nasa bihi, na wakiomba watu kupitia Qur'ani. Kwa maana wao hawataki kujishughulisha na lolote, kila leo yake mtu atakapate pato kupitia kusoma Qur'ani, asome Qur'ani kisha aombe, tamam. Hilo jambo nini, ni karaha. Wa yukra, ni karaha an yakula, usema mtu nasitu ayatan kadha, nimesahau aya fulani, ni karaha. Anatakiwa aseme nusitu. Ndio ile dua nasemaje, Allahumma dhakkirna ma nusina, sio ma nasina, ma nusina, yale tuliyosahaulishwa, tamam. Kwa wayukra, ni karaha an yaqul, kusema mtu nasitu ayatan kadha, nimesahau aya fulani, ni karaha. Bali aseme unsituha, nimesahaulishwa, lihadithi sahihain, kupitia hadithi, kwa maana limethibiti ili kupitia hadithi iliyo katika Sahih Muslim na Sahih Bukhari, fi nahyi an dhalik, katika kulikataza jambo hilo. Wa nisyanuhu kabiratu, na kuisahau Qur'ani, kabiratu, ni miongoni mwa madhambi makubwa. Lihadithi, limethibiti hilo la kwamba kuisahau Qur'an ni miongoni mwa madhambi makubwa, lihadithi Abi Daud wa ghairi, kupitia hadithi aliyopokea Abi Daud wa ghairi, na mtu mwingine katika wanawazuoni wa hadithi. Hadithi inayosema uridat alayya dhunubu ummati, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema uridat alayya dhunubu ummati, nilioneshwa madhambi ya umma wangu, falam ara, basi sikuona, dhamban a'dhama, dhambi iliyokuwa kubwa zaidi, min suratin min al-Qur'ani, kuliko ile sura ambayo iko ndani ya Qur'ani, au ayatin, au aya iliyoko ndani ya Qur'ani, au ayatin, maana au ayatin min al-Qur'ani, au aya iliyoko ndani ya Qur'ani, utiha rajulun thumma nasiyaha, utiha rajulun, aliyopewa mtu, thumma nasiyaha, kisha akaisahau. Kwa maana Mtume anasema alioneshwa madhambi ya umma wake, hakuona katika madhambi yao dhambi iliyokuwa kubwa kuliko ile dhambi ambayo mtu aliingiwa taufiki na Allah subhanahu wa ta'ala, akahifadhi sura fulani au aya fulani, kisha baadaye kwa uzembe wake tu akaja akasahau sura hiyo au aya hiyo, tamam. Ni katika madhambi makubwa sana, tamam. Kwa hiyo inabidi mtu ajichunge, apangilie murajaa wake, yale aliyoyahifadhi yasimtoke, tamam. Hakadha. Wa yusannu ta'awudhu qabla al-qira'a, na kunasuniwa kutaka hifadha kabla ya kuanza kusoma Qur'ani, kwa maana kusema a'udhu billahi minash shaitani rajim,
unapotaka hifadha kuhifadhiwa na shaitani. Qala ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, fa idha qara'ta alqur'ana fasta'idh billahi minash shaitani rrajim, na pindi faidha basi pindi utakapotaka, faidha qara'ta alqur'ana basi pindi utakapotaka kusoma Qur'an, fasta'idh billahi minash shaitani rrajim, taka hifadha kwa Mwenyezi Mungu, minash shaitani rrajim, kutokana na shaitani aliyelaaniwa. Tamam, hakadha ay idha aradta qira'atahu, pindi ay akimaanisha idha aradta qira'atahu, pindi utakapotaka kuisoma Qur'an. Sasa hii imekuja amri, lakini amri hii imekuja linnadbi laysa lilwujub. Tamam, ni amri Allah anamwamrisha mtume wake sallallahu alayhi, unapotaka kusoma Qur'ani basi kwanza utake hifadha Allah subhanahu wa ta'ala, kuhifadhi kutokana na shaitani aliyelaaniwa. Kwa ni amri, lakini linnadbi, amri iliyokuja kupendekeza kitendo hichi, sio kuwajibisha. Ndio maana akasema wayusannu ta'awudhu. Tamam, hakadha. Qala an-Nawawi, amesema al-Imam an-Nawawi, wa sifatuhu al-mukhtaratu, na sifa ya hiyo isti'adha hapo imekuja dhamiri ya mudhakkar ya ikirudi kule katika at-ta'awudh, lakini inaitwa ta'awudh, inaitwa pia al-isti'adha. Tamam, hakadha. Kwa qala an-Nawawi, amesema al-Imam an-Nawawi, wasifatu, maana wasifatu ta'awudhi al-mukhtaratu. Tamam, na sifa ya ta'awudh al-mukhtaratu iliyochaguliwa, a'udhu billahi minash shaitani rrajim, ni kusema a'udhu billahi minash shaitani rrajim. Wa kana jama'atun min as-salaf yazidun, wa kana jama'atun, na lilikuwepo kundi la watu, wa kana jama'atun, na lilikuwepo kundi la watu, min as-salaf, katika watu wema waliotangulia, yazidun, likizidisha kwa kusema as-sami'a al-alim, as-sami'a al-alim, as-sami'a msikivu, al-alim mjuzi. Kwa maana walikuwa wakisema vipi? a'udhu billahi as-sami'i al-alim minash shaitani rrajim. Tamam, hakadha. Wa an Humayd ibn Qais, na kumepokelewa kutoka kwa Humayd ibn Qais akisema a'udhu billahi al-qadiri minash shaitani al-ghadiri. Tamam, Humayd ibn Qais yeye amepokelewa akisema a'udhu billahi al-qadiri minash shaitani al-ghadiri, wa anataka hifadha, kuhifadhiwa na Mwenyezi Mungu al-Qadir, muweza wa kila jambo, minash shaitani al-ghadir, minash shaitani al-ghadir, kutokana na shaitani al-ghadir, mwenye vitimbi, al-ghadir kwa maana mwenye vitimbi. Tamam, hakadha. Wa an Abi Sammali, na imepokelewa pia kutoka kwa Abi Sammal, wa an Abi Sammal, na imepokelewa pia kutoka kwa Abi Sammal akisema a'udhu billahi al-qawiy minash shaitani al-ghawiy, akisema anajilinda kwa ulinzi wa Mwenyezi Mungu, al-qawiy, mwenye nguvu. A'udhu billahi al-qawiy, inajilinda kwa ulinzi wa Mwenyezi Mungu, al-qawiy, mwenye nguvu, minash shaitan, kutokana na shaitan, al-ghawi, muovu, al-ghawi kwa maana muovu. Tamam, sawa sawa. Na hapa tupate mulahadha katika kutamka hii, yani katika kufanya tarjama hii a'udhu billah. Utasikia mtu anasema a'udhu billahi minash shaitani rrajim, anasema a'udhu billahi, ninajilinda na Mwenyezi Mungu, ninajilinda na Mwenyezi Mungu, minash shaitani rrajim, kutokana na shaitani aliyelaaniwa. Sasa unajilinda na Mwenyezi Mungu, hii lugha haijakaa vizuri, hii lugha haijakaa vizuri. Vizuri ni kusema a'udhu billahi, ninajilinda kwa ulinzi wa Mwenyezi Mungu, sawa sawa. Lakini ukisema ninajilinda na Mwenyezi Mungu, mtu mwingine pengine atakufahamu vibaya. Tamam, kwa usahihi wake ni kusema ninajilinda kwa ulinzi wa Mwenyezi Mungu, au ninataka hifadha kwa Mwenyezi Mungu, sawa sawa, kutokana na shaitani aliyelaaniwa. Tamam, hakadha. Kwa wa an Abi Sammal, na imepokelewa pia kutoka Abi Sammal yeye akisema a'udhu billahi al-qawi,
najilinda kwa ulinzi wa Mwenyezi Mungu mwenye nguvu, minashaitani alghawi, kutokana na shaitani muovu. Wa an qaumin, na imepokelewa kutoka kwa watu wengi, a'udhu billahi alazim minashaitani arrajim, kama alivyosema al-Imam an-Nawawi. Tamam, na hiyo ndio sifatuhu al-mukhtara. Wa an akharin, na imepokelewa kutoka kwa wengineo wakisema a'udhu billahi minash shaitani rrajim inna Allaha huwas samiul alim. Tamam. Wa fiha alfadhun ukhra, na katika hiyo isti'adha hapa ameita dhamiri ya muannath akiwa anakusudia isti'adha. Tamam. Kule nyuma kaita dhamiri ya mudhakkar sifatuhu akikusudia at-ta'awudh. Tamam, sawa, maana akikusudia kwamba sifa hii inarudi kwenye at-ta'awudh, lakini hapa akasema wafiha, hii fiha hii he hapa ya muannath anakusudia al-isti'adha, ambayo matamshi ni mawili tofauti, lakini maana yote ni moja. Tamam, haka wa an akharin, na imepokelewa kutoka kwa wengine akisema a'udhu billahi minash shaitani rrajim inna Allaha huwas samiul alim. Wa fiha, na katika isti'adha alfadhun ukhra, kuna matamshi mengine ambayo watu walisikika wakiyatamka. Qala alhalawani. Tamam, hakadha qala alhalawani, amesema alhalawani fi jami'ihi, katika jamii yake, ana kitabu kinaitwa Jami'u alhalawani. Tamam, hakadha laysa lilisti'adhati haddun yantahi ilayhi. Laysa lilisti'adha, hakuna katika isti'adha haddun, hakuna ukomo ambao yuntaha ilayhi, sio yantahi, yuntaha. Tamam, hakadha laysa lilisti'adhati haddun yuntaha ilayhi. Laysa, hakuna lilisti'adha, katika tamshi la isti'adha haddun, hakuna ukomo ambao yuntaha ilayhi, unakomewa hapo. Tamam. Man shaa zada, anayetaka kuongeza sifa nyingine baada ya billahi aongeze. Wa man shaa naqasa, na anayetaka na apunguze, kwa maana aishie katika a'udhu billahi alazim au a'udhu billahi minash shaitani rrajim. Tamam, hakadha afumu jamani hapo. Kwa man shaa zada, anayetaka aongeze, wa man shaa naqasa, na anayetaka apunguze, kwa maana mwenye kuzidisha atazidisha baada ya a'udhu billahi aongeze nyingine. Tamam, aidha semaje a'udhu billahi alazim as-sami'il alim, hapo atakuwa ameongeza lakini kupunguza ni vipi? Ni pale pale a'udhu billahi minash shaitani rrajim, kwa maana aanzie katika a'udhu billahi, ile billahi asitoe, sababu ndio mwanzoni mwake pale. Tamam, hakadha waliyuhafidh ala qira'ati albasmalati awwala kulli suratin ghairi bara'ati. Waliyuhafidh, na adumu mtu, hafadha yuhafidh ina maana ya dawama yudawi. Tamam, ina maana ya kudumu. Kwa waliyuhafidh ala qira'ati albasmala, na adumishe mtu juu ya kusoma nini? Bismillahir rahmanir rahim, awwala kulli suratin, mwanzo wa kila sura, ghairi bara'atin, isipokuwa surat Baraa. Sawa sawa, kwa sababu sura ile haianziwi na bismillah, inaanziwa na a'udhu billahi minash shaitani rrajim. Tamam, hakadha lianna akthar alulamai, kwa sababu wengi katika wanawazuoni au wanawazuoni wengi. Tamam, hakadha lianna akthar alulamai ala annaha ayatun, lianna, kwa sababu akthar alulamai, wanawazuoni wengi wamekubaliana ala annaha ayatun, kwamba hiyo bismillah ni aya. Ndicho alichokusudia kwa lianna akthar alulamai, kwa sababu wanawazuoni wengi wamekubaliana ala annaha ayatun, kwamba hiyo bismillah ni aya. Fa idha akhalla biha, basi pindi atakapoacha hiyo bismillah, kana tarikan li ba'd alkhitmati inda alaktharin. Kana tarikan, anakuwa ni mwenye kuacha li ba'd alkhitmati, anakuwa ameacha sehemu ya khitma, kwa maana anakuwa amesoma Qur'ani sawa, lakini kuna kitu katika kuikamilisha ile Qur'ani yote amekiacha, ambacho ni bismillah awwala kulli sura ghairi bara'ati. Tamam, hakadha. Kwa hiyo fa idha akhalla biha, atakapoacha hiyo bismillah,
kana tarikan, anakuwa ameacha li baadhi alkhitmati, sehemu ya khitma ya Qur'ani, kwa maana anakuwa amesoma Qur'ani yote mwanzo mpaka mwisho, lakini kwa kuwa ameacha bismillah, basi kuna sehemu ameiacha hajaikamilisha. Kwa hiyo ile khitma ile imehitimishwa sawa, lakini kuna sehemu yake kidogo imeachwa. Tamam. Kwa hiyo inabidi aisome inda al-aktharin, kwa wanawazuoni wengi, kwa maana wanawazuoni wengi wametoa rai hiyo kwamba kweli inabidi mtu asome bismillah mwanzo wa kila sura, isipokuwa katika sura Baraa. Sawa sawa, sawa. Kwa sababu gani? Kwa sababu mtu anaposoma Qur'ani yote akahitimisha kisha akaacha kusoma bismillah, anakuwa ameacha sehemu ya khitma ile Qur'an. Tamam. Fa idha qaraa min athna'i surati ustuhibbat lahu aidan. Tamam. Fa idha qaraa, na pindi atakaposoma mtu min athna'i suratin, kuanzia katikati ya sura, ustuhibbatil basmalatu lahu aidan, kaondoshwa basmala, lakini ashafahamika Tamam hapo. Kwa hiyo fa idha qaraa, na pindi atakaposoma Qur'ani min athna'i suratin, kwa kuanzia katikati ya sura, ustuhibbatil basmalatu lahu au ustuhibbat lahu albasmalatu aidan, kwa maana kumesuniwa au kumependekezwa pia kwake yeye aisome bismillah. Ustuhibbati lahu albasmalatu aidan, kumependekezwa kwake kuisoma bismillah aidan vile vile. Nassa alayhi Shafi'i, ameelezea jambo hilo al-Imam Ash-Shafi'i. Tamam. Kwa hiyo sisi watu ambao tunafuata madhehebu ya Imam Shafi'i inabidi tuishike zaidi kauli hii kuliko wengine. Tamam. Mafumu imani hapo. Inatokea mtu akasoma juzuu, mathalan juzuu iliyopita, juzuu ya mbele yake kaisha katikati ya sura. Sasa anapofunika pale ile hizbu yake ili baadaye aje kuanza tena, akianza tena baadaye soma bismillah. Sasa sisi watu tunaofuata madhhabi ya Imam Shafi inabidi tutilie mkazo jambo la gani, amelieleza mwenyewe Imamuna Ash-Shafi'i rahimahullah ta'ala. Wa yusannu tartilu fi qira'ati al-Qur'an, na kuna suniwa tartil. Tumeshasoma kule nyuma tartil ni nini. Tamam, ndio tunafahamiana hadha. Wa yusannu tartilu fi qira'ati al-Qur'an, na kuna suniwa usomaji wa tartil katika kusoma Qur'an. Qala ta'ala, anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, warattilil Qur'ana tartila, na isome Qur'an kwa tartil. Warawa Abu Daud wa ghayruhu an Ummi Salamata radhiyallahu anha, na amepokea Imam Abu Daud wa ghayru, na mwingine katika wanazuoni wa hadithi, an Ummi Salamata, amepokea kutoka kwa Ummi Salamata radhiyallahu anha, Mwenyezi Mungu amridhia, annaha, kwamba hakika yeye Ummu Salama na'atat qira'at an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, alikisifia kisomo cha mtume akasemaje, qira'atun mufassaratun harfan, mufassara bi fathi sin. Tamam. Ummu Salama amekisifia kisomo cha mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasemaje, qira'atun mufassaratun harfan, kisomo cha mtume ni kisomo mufassaratun, kilichopambanuliwa, harfan, herufi moja baada ya herufi nyingine. Kwa maana kisomo ambacho ukikisikiliza kila herufi inapewa haki yake na stahiki yake, kila herufi inasikika kwa namna inavyotakiwa nini kusikika. Tamam. Hakadha. Wa fi al-Bukhari, na imekuja pia hadithi katika Sahih Bukhari, an Anas radhiyallahu anhu, iliyopokelewa kutoka Anas, Mwenyezi Mungu amridhie, annahu, kwamba hakika yeye Anas suila, aliulizwa an qira'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, aliulizwa kuhusiana na kisomo cha mtume. Faqal, basi akasema, kanat maddan, kisomo cha mtume kilikuwa ni kisomo cha kuchunga madda. Kanat maddan, kisomo cha mtume kilikuwa ni kisomo cha kuchunga madda, na ndio kuna raha yake bwana. Sawa sawa. Hata mimi mmoja katika mashekhe zangu huwa anapenda sana katika ule sehemu ile ya mwisho ya suratu Yasin isomwe kama inavyotakiwa kitajwidi. Tamam, isomwe kama nini,
inavyotakiwa. Kuna mada pale zinaachwa, innama amruhu idha arada shay'an, pale kuna mada zilikuwa zivutwe, kile kuta mtu anapita tu, innama amruhu idha arada haifai. Innama amruhu idha arada, kisha ndio uendelee. Unavuta haraka sita pale, innama amruhu idha arada, kisha ndio uendelee. Lakini ukuta mtu anatembea tu, haifai hivyo. Tamam. Kwa hiyo faqal, basi akasema Sayyidina Anas, kanat maddan, kanat maddan, kisomo cha mtume kilikuwa ni kisomo cha kuchunga madda. Thumma qaraa bismillahir rahmanir rahim, kisha Anas ibn Malik akaisoma bismillahir rahmanir rahim, yamuddu Allah, akilivuta lafdhul jalala, wa yamuddu arrahman, na akivuta tamshi la arrahman, wa yamuddu arrahima, na akilivuta nini tamshi la arrahim. Tamam. Kwa maana akionyesha mfano wa kile alichokisema. Baada ya kusema kwamba kisomo cha mtume kilikuwa ni kisomo cha kuchunga madda, akamuonesha yule mtu kivitendo kwamba inatakiwa somo hivi Qur'ani. Tamam. Akavuta lafdhul jalala, akavuta tamshi la arrahman, akavuta pia tamshi la arrahim. Tamam. Hakadha. Wa fi sahihain, na imekuja pia katika sahih Bukhari na Muslim, an ibn Mas'ud, kutoka ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Mwenyezi Mungu amridhie, anna rajulan qala lahu, ya kwamba kuna mtu, anna rajulan, ya kwamba kuna mtu, qala lahu, alimuuliza au alimwambia. Tamam. Alimwambia anna rajulan, ya kwamba kuna mtu, qala lahu, alimwambia ibn Mas'ud, inni aqra'u al-mufassala fi rak'atin wahida, inni, hakika mimi, aqra'u al-mufassala, ninasoma sura ambazo ni mufassal, fi rak'atin wahida, katika rakaa moja. Sura ambazo ni mufassal ni kuanzia Qaf mpaka Zalzala, Qaf mpaka Zalzala. Baada ya kuanzia Zalzala mpaka Nas ni qisar as-sura, ni qisar as-sura. Tamam. Kwa hiyo kuanzia suratul Qaf, au wengine wanasema suratul Hujurat, kuanzia suratul Qaf au suratul Hujurat mpaka sura iliyopo kabla ya Zalzala ni mufassal. Sura hizi zinaitwa mufassal. Tamam. Kisha baada ya kuanzia Zalzala mpaka Nas ni qisar as-sura. Tamam. Qisar as-sura. Sasa huyu bwana mkubwa alimwambia Sayyidina Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu kwamba mimi ninasoma sura mufassal zote fi rak'atin wahidatin, katika rakaa moja, kwa maana ndani ya rakaa moja. Faqala hadhan kahadhi ash-shi'r, hadhan kahadhi ash-shi'r, huu ni usomaji wa haraka kama usomaji wa haraka wa mashairi. Tamam. Alimwambia hivi kana kwamba nini, anamkemea asifanye hivyo. Tamam. Kwa hiyo baada ya kumwambia inni aqra'u al-mufassala fi rak'atin wahidatin, faqala Ibn Abbas akasema kumwambia mtu, hadhan kahadhi ash-shi'r, huu ni usomaji wa haraka kama usomaji wa mashairi, kwa maana hakifai kisomo kama hicho, haufai usomaji kama huu. Tamam. Hadha maana yake asra. Tamam. Kwa hiyo faqala Ibn Mas'ud akasema, hadha kahadhi ash-shi'r, huu ni usomaji wa haraka kama usomaji wa mashairi, kwa maana haifai kusoma Qur'ani kama hivyo. Inna qauman yaqra'una al-Qur'ana, hakika kuna watu, anaendelea kuongea Ibn Mas'ud, inna qauman, hakika kuna watu ambao yaqra'una al-Qur'ana, wanaisoma Qur'an, la yujawiz taraqiyahum, lakini Qur'ani haivuki hata shingo zao, kwa maana inaishia mdomoni tu, kwa maana haiendi kuathiri moyo. Na miongoni mwa malengo ya Qur'ani ni mtu asome Qur'ani kwa kuzingatia, ili moyo wake uathirike, moyo wake upate shauku, moyo wake upate hofu, moyo wake upate kulainika. Tamam. Hakadha. Sasa mtu ambaye anasoma Qur'ani kama hivi hawezi kupata athari yoyote katika nini Qur'an,
tamam, ndio kwambia hadhaka hadhi shi'r, huo ni usomaji wa haraka kama usomaji wa haraka wa mashairi, kwa maana haifai usomaji kama huo. Inna qauman yaqra'una alqur'ana, hakika kuna watu ambao wanaisoma Qur'ani, la yujawiz taraqiyahum, na hiyo Qur'ani haivuki hata shingo zao. Lakin idha waqa'a fi alqalb farasakh fihi nafa. Lakini hii Qur'ani unapoisoma kwa utaratibu, idha waqa'a fi alqalb, itakapoingia katika moyo, farasakh, fa bi maana thumma, farasakh, kisha ikakita, kwa maana ikathibiti ndani ya ule moyo, sawa sawa, kuthibiti kwa maana kukaa, kwa maana Qur'ani ikazunguka katika ule moyo wako, ikakaa pale, ikawa inaenda huku na huku na huku, nafaa, sawa sawa, inakuwa ni yenye manufaa, tamam. Kwa hiyo kana kwamba namwambia wewe usomaji wako haufai, na kuna watu wanasoma kama hivyo, lakini Qur'ani haiwanufaishi. Lakini hiyo Qur'ani idha waqa'a fil qalbi, kwa maana utakapoisoma taratibu, na ikaingia katika moyo wako, farasakh, thumma rasakh, kisha ikakaa katika moyo wako, ikakita katika moyo wako, thumma farasakha fihi, maana thumma rasakha fihi, kisha ikakita na kukaa ndani ya moyo wako, nafaa, inakuwa ni yenye manufaa, tamam. Kwa hiyo maneno yake haya mara ya pili ni kana kwamba naambia soma kwa utaratibu, kwa sababu ukisoma kwa utaratibu yatatokea haya, maana itaingia kwenye moyo, kisha itakaa kwenye moyo, na itakunufaisha. Wa akhraja al-Ajurri, na amepokea pia al-Ajurri fi hamalat al-Quran, kwenye kitabu chake cha hamalat al-Quran, an Ibn Mas'ud, hadithi aliyopokea kutoka Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, masema Ibn Mas'ud, la tanfiruhu nafra daqal, tamam, hakadha, la tanfiruhu, tamam, imevutwa. Kwa hiyo wa akhraja al-Ajurri, na amepokea pia al-Ajurri fi hamalat al-Quran, kwenye kitabu chake kiitwacho hamalat al-Quran, an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, amesema Ibn Mas'ud, la tanfiruhu nafra daqali, musitupetupe hiyo Qur'ani, nafra daqali, kama inavyotupwa au kama zinavyotupwa tende zilizokauka. Ad-daqal ni zile tende ambazo zimenyauka, zikakauka, kama nyepesi kama majani, maana hazina manufaa yote, tamam, hazina manufaa yote, huwa zinatupwa tu. Kwa sababu gani? Hazina faida, tamam. Kwa hiyo sasa Ibn Mas'ud anawakataza watu kufanya nini? Kusoma Qur'ani haraka haraka, akafananisha kitendo cha kusoma Qur'ani haraka haraka kuwa ni sawasawa na kuitupa Qur'ani, ndio akamwambia la tanfiruhu nafra daqali, usitupetupe hiyo Qur'ani kama zinavyotupwa tende zilizokauka. Wala tahadhuhu hadha ash-shi'ri, na wala msisome haraka haraka kama usomaji wa haraka haraka wa mashairi. Qifu inda ajaibi, simameni, qifu inda ajaibi, simameni katika yale maajabu yake, yale mambo ambayo yanaelezwa na Qur'an, mambo ambayo hayajapata kuelezwa na kitabu chochote kile. Waharriku bihi alquluba, haraka yuharrik ni kama kutikisa kitu, lakini hapa anamaanisha zilainisheni kupitia Qur'an nyoyo zenu, kwa maana mkisoma haraka haraka nyoyo haziwezi kulainika, lakini mkisoma taratibu kwa kuzingatia mtazilainisha nyoyo zenu. Waharriku bihi alquluba, na zilainisheni kwa hiyo Qur'an nyoyo zenu. Wala yakunu hamu ahadikum akhira surati, na wala isiwe hamu ya mmoja wenu akhira surati, ni sura ya mwisho katika Qur'an. Maana isiwe hamu ya mmoja wenu ni kumaliza Qur'ani tu, bali ni kusoma Qur'ani kwa mazingatiwa, kaielewa, na Qur'ani ikawa ni kumnufaisha, tamam. Wa ila huna intahi. Al-kamalu lillah wal ismatu lil anbiya wal naghfir lana wa hadha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wal afwa.